Rafiki yangu mmoja aliwahi kuniuliza swali la kichokozi kwamba mbona makampuni ya wenzetu hawa wazungu, useme wa China, huwa yanafanya vizuri sana katika biashara. Mbona makampuni yao yanakuwa na kusambaa duniani kote? Nini kimetuloga sisi wenye asili, watu wenye asili ya Afrika? Kwa nini watu wenye asili ya hawa wazungu ama mataifa haya ambayo yanaambatana na pengine Caucasians kutoka huko Asia, kwa nini wao wanafanya vizuri sana katika biashara? Nini kinatusibu sisi hii ngozi nyeusi? Na mimi ikumbuke kwamba hapa silengi kubagaza ama kudharau au kufanya ubaguzi wa rangi, bali na lenga kutoa majibu ya jumla ambao pengine yataweza kukuamsha kutoka kwenye usingizi na kugundua makosa tunaofanya sisi watu wenye asili ya Afrika. Cha kwanza, kuna kama sababu 4 hivi ambazo mimi nimezifanyia tafiti kwa miaka yote hii, kwa sababu nimebahatika kufanya na watu mbalimbali wakati nimeajiriwa kama daktari, lakini pia baada ya kutoka kwenye ajira niliingia kwenye ujasiri wa mali. Nimepata kushirikiana na mashirika mbalimbali na watu kutoka mataifa mbalimbali, na nimejifunza sana tabia za watu, na nimegundua kwamba utajiri mara nyingi huwa unaishi kichwani na sio katika mifuko kama watu wengi wanavyofikiria, na wala utajiri hauendani na rangi kama watu wanavyofikiria. Lakini wenzetu wako tofauti. Nimegundua kwamba utajiri ni tabia. Wenzetu wana tabia za kitajiri ambazo zimefanya waweze kuwa juu yetu. Watu wenye asili Afrika wametuzidi zaidi mambo mengi sana. Ukienda kwenye kampuni yote iliyofanikiwa duniani, anzia kwenye makampuni kama Alibaba, utamkuta huyu jamaa Jack Ma, utamkuta pale. Nenda Facebook, utamkuta yule Zuckerberg amekaa pale. Nenda SpaceX, utamkuta Elon Musk. Nenda kwenye makampuni kama KFC, utamkuta Colonel Sanders. Nenda kwenye makampuni ambayo yamekaa hata karne na karne, yamekaa miaka yote ile, yamekuwa yamekuwa makubwa sana, yameenda dunia nzima. Na hapa sibezi juhudi za watu muhimu sana kama waandishi maarufu kama bwana Chinua Achebe, ambaye of course naye alipewa miongoni mwa watu ambao walitambulika duniani kwa uandishi ni Chinua Achebe. Huyu Nigeria huyu. Unaona, ukienda pia sibezi pia juhudi zao kama kina watu kama kina Dr. Strive Masiyiwa, huyu ni Mzimbabwe na bilionea toka Afrika. Sibezi juhudi kama za kina huyu ni Dangote, Aliko Dangote kutoka Nigeria, ni bilionea mkubwa sana Afrika. Wao sibezi ya watu ambao ni matajiri au watu maarufu sana duniani ambao wamefanya mambo makubwa, lakini kwa wastani utagundua kwamba duniani ukienda watu ambao wamegundua vitu vikubwa sana, makampuni yamefanya vizuri sana, utakuja kugundua kwamba watu waliofanya vizuri zaidi ni katika mataifa yale ambayo either ni Caucasians au watu wametoka asili ya hao wazungu, sema ngozi nyeupe. Na hata biashara ya utumwa nayo ina historia yake katika Waarabu, umeona. Kwa hiyo kwa nini sasa ili Mwafrika aweze kwenda, mtu mwenye asili Afrika, ili aweze kwenda mbali lazima ambatane na huyu mzungu, mtu anaitwa mzungu? Kwa nini? Sasa kuna vitu kama tabia fulani. Na hapa pia ningependa kutambua nafasi ya watu mbalimbali ambao wamefanya vizuri katika ulimwengu kwa ujumla wake, kama kina Barack Obama ambaye kwa kisiasa pia alifanya vizuri sana. Lakini watu kama Ali Mufuriki, huyu na Ali Mufuriki alikaa kwenye bodi za kampuni kubwa kama Vodacom, na alifanya vizuri sana. Alikuwa mtu ambaye alifanya vizuri. Kwa hiyo natambua kwamba kuna watu wenye asili ya Afrika ambao walifanya vizuri sana ama wanafanya vizuri sana duniani. Lakini kwa ujumla wake, kwa nini watu hawa wenye asili ya ngozi nyeupe, I'm sorry kama itaonekana kama nasemea unabagua rangi. Mimi huwa sina tabia kubagua rangi au dini au kabila, lakini hapa ningependa kusemea tabia za wenzetu. Kumbuka kwenye historia takriban mwaka 1497 kwa mara kwanza jamaa mmoja aitwa Vasco da Gama. Sasa fikiria mwaka 1497 huyu jamaa aliweza kusafiri katika njia za bahari na kufika hata ukanda wa pwani huu. Alifika Malindi,
alifika sehemu mbalimbali, ndio alianzisha, ndio uvumbuzi wake wa kutembea baharini na kutembea kutafuta mabara mengine kutoka huko Ureno. Mwenye huyu jamaa Vasco da Gama ana asili ya Ureno, ndiye aliweza kufanya biashara ya duniani kuwepo. Pengine sasa hivi kusingekuwa na meli za kusafiri kutoka bara moja kwenda bara nyingine. Dunia ilikuwa gizani kipindi hiko. Lakini bwana Vasco da Gama na wenzake kuanzia pale akina Christopher Columbus waliweza kuwa na tabia kusafiri. Nilichogundua tabia kwanza, jamani, wadadisi. Ni wadadisi vibaya mno. Wenzetu wamefundishwa udadisi kuanzia wakiwa wadogo. Na pengine na hili ndo ninajibu swali kwamba elimu ya kwanza ilitoka wapi? Nani aliyemfundisha mwalimu wa kwanza? Nani aliyemfundisha mwalimu wa kwanza? Profesa kwanza alifundishwa na nani? Au mtu mwenye PhD huyo, PhD ya kwanza alikaa darasa gani na alifundishwa na nani? Nimekuwa nikiuliza swali kwa takriban wiki moja, sikupata masomo mazuri sana kwa mtu. Mwingine alisema ni Socrates. Socrates alifundisha Aristotle. Aristotle akamfundisha Pilato. Pilato sio akamfundisha nani? Unaona kuna mtu anaambia story kama hizo. Kwa hiyo anasema Alexander the Great, si nini? Kwa hiyo okay, Socrates kama ndiye alikuwa mwalimu wa kwanza. Socrates yeye alifundishwa na nani? Socrates okay, alifundishwa na nani? Hapa ndipo kwenye maswali ambayo tuja kugundua kwamba ukitafuta kwa undani zaidi, kumbe elimu kwanza upatikana kwa udadisi. Elimu hii tunayosoma kwenye vitabu ni matokeo ya udadisi ya watu mbalimbali ambao wao wamejinyima muda kutazama mara mbili kitu. Anautizama mti kuanzia asubuhi mpaka jioni. Anaanza kuangalia kwa nini umeota uweusi, kwa nini kuna ukijani, anaanza kuchambua. Kesha anarudi tena, kesho kutwa anarudi tena. Kwa hiyo huyu mtu ambaye mwenye elimu ya kwanza alipata kupitia udadisi. Au wenzetu wana tabia ya udadisi kuliko unavyofikiria. Ndio maana akina Vasco da Gama, Christopher Columbus na wengine wengi wamekuwa walisafiri duniani hata wakati ambapo palikuwa hamna nyenzo za usafiri ama vifaa vya usafiri kama ilivyo sasa hivi. Hapakuwa na ndege kipindi hiko, lakini walitumia mashua, wakatembea kutoka bara moja wakawa wanaandika. Hiyo wakafanya udadisi mkubwa sana, na baadaye ndio ikafungua milango ya dunia. Ndio pengine elimu inaanzia pale kwenye udadisi. Kwa hiyo kama wewe unakaa kwenye mazingira na hujiulizi, unaona tunaangalia kwa mfano jamaa huyo Isaac Newton. Isaac Newton asifika sana kwa zile sheria tatu ambazo wanasayansi waliosoma physics wanajua kwamba tunasoma udadisi wake. Tunasoma, yani utakuta wasomi wengi tumesoma vitu ambavyo wenzetu waliviona. Tukienda mtu anayesoma physics akasema mimi ni professor physics, si ajabu ameenda kusoma mambo aliyoandika Isaac Newton. Isaac Newton alikaa kwenye mti kama hivi, umeona? Alafu akakaa zake, baadaye kidogo anashangaa chungwa linadondoka ikamgonga kichwani. Akaanza kujiuliza, mbona hili chungwa alijaenda huko juu, badala yake limeshuka limenigonga kichwani? Kwa nini alikwenda juu limerudi chini? Kitu gani kinachofanya chungwa lidondoke chini lisidondoke juu? Au kitu gani ambacho kinafanya nguvu hii nguvu gani inafanya kwamba nikirusha jiwe badala ya kuendelea kule juu jiwe linarudi chini? Huo ndio udadisi ambao wenzetu wako nao. Na udadisi ufundishwa kuanzia ngazi mtoto mdogo kabisa akiwa bado ananyonya. Sasa hapo ndio wenzetu walipotuacha pale kwenye udadisi, wako vizuri sana kwenye udadisi. Kwa hiyo Isaac Newton kuanzia pale ndio anasifika leo, tunasoma kwenye vitabu, tunaimba sana sisi tuliosoma ma physics kwa mfano. Isaac Newton's laws nini, lakini mwisho siku zile ni tafiti za jamaa Isaac Newton, ni udadisi. Wanafanya tafiti kwa sababu huwezi kufanya udadisi na utafiti ni vitu vinavyoenda pamoja. Ni watafiti wazuri sana. Lakini ukiangalia pia kihistoria, yule aliyegundua kuelea kwa vitu kwamba nikirusha jiwe kwenye maji linaelea, lakini linazama jiwe, kipande kidogo cha jiwe kinazama kwenye maji. Lakini vile meli haizami bali inaelea kwenye maji. Aliyegundua hiyo mpaka uvumbuzi ukafanyika, kila kitu ukafanyika, mambo ya density na nini, huyu ni Archimedes. Yeye alikuwa naoga tu bafuni, basi akiingia kwenye bafu ile ya kuogelea kuoga nyumbani, shangaa mbona yale maji kwenye bafu ile ya kuogelea, alafu anashangaa kikaa maji yanaotoka yana uwiano sawa na weight yake. Ndio akatengeneza Archimedes principle, hiyo kanuni ya kuelea kwa vitu kwenye maji. Ndio mpaka leo tunaona hata ndege zinatengenezwa zinaruka angani. Tunaona meli zinaelea kwenye maji, zinasafiri masafa marefu. Ni ugunduzi ama utafiti, udadisi wa huyu bwana aitwa Archimedes. Kwa hiyo wenzetu wana asili. Huyu jamaa alikuwa, kama sijakosea, alikuwa Mgreek hivi.
Unaona, hawa watu wana asili ya udadisi kuanzia wakiwa wadogo. Ni wadadisi, watafiti wakubwa sana. Kina Vasco da Gama nimetaja hapo, ni watafiti wakubwa sana. Mafanikio yao yapo kwenye utafiti na udadisi. Hao wenzetu wanasoma sawa vitabu, lakini mara nyingi wao ndio wanatuandikia sisi vitabu, kwa sababu wamechukua muda mwingi sana kutafiti vitu. Wanaangalia, wanafanya tafiti. Sisi Afrika bahati mbaya tunasubiri wao waandike, alafu sisi twende tumeze kama kasuku, alafu tuanze kujitapa kwamba mimi unajua mimi nimesoma, mimi najua na PhD. Lakini PhD hiyo unayoikumbuka, yale uliokumbuka kichwani ni yale ambao wenzako walifanyia tafiti wakaandika, alafu wewe unakuja kuyakumbuka kama kasuku. Unaona, wasomi wetu wengi sana kwenye nyanja zote karibu, aidha kwenye kuanzia maengineer, madaktari wa binadamu, ukienda kwenye maeneo mbalimbali, falsafa, ukiangalia hata kwenye sheria. Kwa mfano, unaweza kuangalia sheria zetu, unaweza kwenda kusoma sheria imeandikwa Kiingereza na maneno ya Kilatini kwa sababu wagunduzi wake ni Walatini. Come on. Kuna Kigiriki ndani sana kwenye mambo ya sayansi. Ukienda kwenye kwenye biolojia kwa mfano, utakuta miti yote inaitwa Kilatini. Ukienda kwenye matibabu, huwezi kuwa mjanja kama hujagundua kitu kaanzisha lugha. Aliyegundua internet ndiye atatawala dunia, kwa sababu yeye ameleta neno internet. Hata ufanyeje ndio alilianzisha neno internet, na hata ukiliandika utabadilisha tu, utaandika internet, utatafsiri vyote unavyotafsiri, lakini aliyegundua ndiye atatawala dunia na ndiye atatupa maarifa siku zote, kwa sababu yeye ndiye alichukua muda kuweza kufanya AI tunayoisema sasa hivi. Ni matokeo ya mtu alisema mbona kompyuta, jamaa alijiuliza miaka mingi iliyopita, kompyuta hivi haiwezi kuongea, akaanzia pale akafanya tafiti mpaka leo tunatumia AI. Kwa hiyo mnaweza mkaona kwamba tunahitaji kubadilisha fikra ya sisi watu asili Afrika, kuanza kwenda kwenye udadisi, kutoangalia kila kitu juu juu. Kama ni shilingi mtu akinionyesha upande mmoja, bini geuze, tuanze kuangalia kwenye kitu kwa nyanja, maeneo matatu ama 3 dimension. Tuanze kutafakari zaidi, tuanze kutafakari kuliko kusoma, tuanze kutazama kuliko kuona. Naona Afrika ndio tutatoka kwenye ile minyororo ya hata ya kutawaliwa, na bado kwa sababu wenzetu wakija hapa wakitembea mara moja na gundua vitu vingi kwa wakati mmoja, kwa sababu wanafanya tafiti na gundua. Wakati tunaanzisha Aje Farms mwaka 2017, of course nipata jamaa yangu alitoka Ujerumani. Huyu ni Mjerumani, alikuja baada ya kunitembelea mjini Bukoba. Aliweza ndani ya muda mfupi alitembea milimani huko. Hapa ni Bukoba, kuna milima mingi sana. Ndio akaja kuniambia maeneo mbalimbali, akaniambia namna ambavyo pia kuna maeneo kuna mapango ambapo kuna pia mbolea za popo hizi, na akaniambia mambo ya mbolea popo inavyotumika, akaniambia mambo mbalimbali, akaniambia Ziwa Victoria. Kwa Ziwa Victoria liko pale. Ziwa Victoria ni come on, sio asili. Victoria ni inasemea ni jina la malkia wa Uingereza. Victoria iligunduliwa mwanajeshi wa kutoka Uingereza. Kwani Ziwa Victoria alikuwepo tangu zile? Mbona jina lake alijashamiri? Mbona alijashamiri kiasi hicho? Hawa jamaa wamekuja kugundua paka ile ziwa hapo kaita Victoria. Sasa huyu jamaa wangu, story ya jamaa wangu huyu, alikuja hapa, alikaa kama siku 3, lakini alitembea maeneo mbalimbali kabla tuende mashambani, na alikuwa tayari kwenye karatasi ameandika vitu vingi sana kuhusiana na mkoa wa Kagera, lakini mji wa Bukoba. Alikuwa ametembea maeneo yote milimani, na mengine aliniambia kwa bahati mbaya nilikuwa sijawahi kufika. Ananiambia kuna Kashula, si wapi, si kuna nini, kuna maporomoko ya maji, kuna Bunena, si kitu. Aliniambia vitu vingi sana. Alifika mpaka Katerero. Kwa hiyo ina maana hao wenzetu kikubwa walichonacho cha kwanza ni udadisi. Yaani akifika mahali fulani lazima atafanya udadisi. Kila kitu anachokiangalia na kiangalia mara mbili, anatafakari sana. Pengine hii ndio sababu ya wenzetu kuwa na mafanikio makubwa zaidi, kwa sababu ina maana elimu ya kwanza upatikana kwa udadisi, na elimu ndio silaha ya kuweza kutawala mazingira yako. Kama una elimu sio ya vitabuni, elimu upatikana mtaani, kama ambapo wenzetu wameweza kutuandikia kanuni za kuelea kwa vitu, kanuni za Isaac Newton, za mwendo za Isaac Newton, mambo ya tafiti za Vasco da Gama, na mambo ya kutembea dunia nzima, na vitu mbalimbali vyote vimetoka kwenye mambo ya tafiti na udadisi. Na ndio maana maarifa ya kwanza sio darasani, maarifa ya kwanza yanapatikana mtaani kwa udadisi na utafiti wa kuangalia kitu mara mbili. Na mimi ndio ninachofundisha hapa. Badala kuangalia kitu karidhika, jiulize kwa nini kinatokea. Kwa nini? Jiulize kwa nini. Ukianza kujiuliza kwa nini, utaanza kupata suluhu na kuona njia mbalimbali za kuona kwamba unaweza kutatua kitu gani. Lakini kitu kingine ambacho nimegundua ni kwamba hao jamaa
yanajiamini sana, wanajiamini sana, alafu wana uthubutu. Wenzetu wenye asili weupe tunaita wazungu wa China wana asili ya kujiamini. Wasomali pia, na kwa upande wa Afrika kidogo tunaweza kuona Wasomali. Mjomba wangu ana tabia moja kuniambia, ananiambia ninavyotembea mashambani, kwa sababu mimi ni Vasco da Gama wa Bongo mimi katika kutembea, ndio maana nilianzisha Aje Farms mashamba kutembea. Aje Farms mashamba kutembea ni falsafa kwamba niende kutafuta maarifa kwa kutembea, na maarifa mashambani, maporini mara nyingi utanikuta mimi maeneo sikai sehemu moja. Kwa hiyo mjomba wangu alikuwa kuniambia kwenye kutembea kwako, ukifika sehemu, mji wowote au kijiji chochote, usipomkuta Msomali, usipomkuta Muhindi, usipomkuta Mchina, aliniambia mjomba wangu, ile eneo ondoka mara moja. Eneo lina dhiki, hilo halina fursa. Aliniambia mjomba wangu kwamba hawa jamaa wana tabia kunusa fursa wana tabia, wanafundisha kunusa fursa kuanzia wangali watoto wadogo kabisa. Unaona, kuanzia wakiwa kwenye ziwa mama zao. Kwa hiyo hao jamani wanajiamini sana. Wanapokwenda kila mahali lazima weke nembo. Hata kama anaenda kwenye pori ataweza kujiamini na kufanya kitu. Na wakati nafanya kazi mwaka 2013 hivi, niliwahi kufanya kwenye hospitali moja hivi ya binafsi, na pale tulikuwa na jamaa mmoja kwa asili ya Ujerumani. Alikuwa ni daktari, ni Mjerumani. Huyu ni mzungu huyu. Sasa nilipogundua kwamba wa jamaa sio kwamba wanajua sana vitu vyote, ila wao wanajiamini sana. Wanajiamini, wana uthubutu wa hali ya juu. Kujiamini na uthubutu nao ni mapacha vile vile, kama ambavyo utafiti na udadisi vivyo kwa mapacha. Hao jamaa wana uthubutu na wanajiamini sana. Kwa wakati tunafanya kazi tuliletewa kifaa inaitwa endoscope. Ni endoscope, ni kama kamera ya kuangalia tumboni. Sasa hii kamera ilikuwa ina mrija. Kwa hiyo huku mnaingiza mrija unaingizia mdomoni. Mtu kama anaimeza hivi napitia kwenye njia chakula mpaka tumboni. Sasa mnakuwa nyinyi tunaangalia tunaweza kuiangalia mle tunaangalia, ina kamera, ina lenzi kali ambayo unaweza ukaona ndani kuna nini. Kwa hiyo sasa wote tukajikuta hatuijui hiyo kamera vizuri. Hiyo endoscope hatujaitumia. Yeye mwenyewe nigundua haijui endoscope. Kwa hiyo tukao tunasoma baadhi ya vitabu, tunarejea, lakini kikubwa ambacho nikiona kwamba alikuwa na uthubutu na kujiamini. Muda wote alikuwa akijaribu na tena tunaposhindwa, kwa sababu mtu alikuwa analalamika vidonda vya tumbo. Kwa hiyo tukao tunapambana kujua chanzo ni nini. Kwa hiyo tukao natumia ile endoscope. Tuko wawili tu kwenye chumba kile cha uchunguzi. Kwa hiyo nikifanya na anafanya, ananiambia hivi, yani mpaka tuliona suluhu. Tuliona suluhu kwa sababu jamaa nigundua ni watu wanaojiamini. Wenzetu wamefundishwa hivi kuanzia wadogo, kupewa mifumo yao ya elimu sio ya kuogopeshana. Nilichokuja kugundua mifumo yao ya elimu, profesa au lecturer, yule mwadhiri na mwanafunzi wake ni marafiki, na profesa yuko tayari kukosolewa, hajajaa sifa. Ina maana kila wakati akiwa anafanya na mwachia wanafunzi wake pia anamkosoa. Na ndicho kitu ambacho nikuja kugundua kwamba sasa hii ni tofauti kubwa sana. Inaanzia kwa mtoto mdogo, mzazi nyumbani. Mzazi anamwachia majukumu kidogo mtoto, anamwangalia mtoto anafanya, anakosea, anampa nafasi ya kukosea, kwa sababu kwenye kukosea ndio kuna kujifunza. Sasa nimegundua kwamba mifumo yetu ya elimu wakati mwingine inatofautiana pakubwa sana, kuanzia malezi pale nyumbani. Sisi tunaanza kualipia watoto anapokosea tu. Mzazi hutaki mtoto akosee. Ina maana unataka umfundishe kwa kupatia, wakati elimu upatikana kwa kukosea zaidi kuliko kupatia. Tunataka mifumo yetu ya mitihani, nataka mtoto yote anayepata max 100 huyo ni genius. Anayefeli akaleta mawazo tofauti, huyo tunaona amefeli kabisa, kwa sababu huyu mwenye kufeli ina maana hana kumbukumbu, na huyu mwenye kufaulu zaidi ana kumbukumbu zaidi. Mifumo ya elimu kwa ujumla inatufanya tusio watu wenye kujiamini. Anayefeli anaadhibiwa kwa fimbo kali sana, anaitwa majina vibaya, kama Kilaza yule pale, hafai kabisa nini. Kwa hiyo unakuta hata mzazi unaanza kuwabagua watoto, huyu masomo yenyewe yashashindwa huyu. Kwa hiyo unaanza kumpraise zaidi yule ambaye anapatia kwa sababu amekumbuka, lakini mwisho sikumbe mfumo wa elimu upatikane kwa kukosea zaidi. Tunapokosea ndio tunajifunza zaidi. Sisi tuliweza kugundua tatizo la mgonjwa wetu kwa kujaribu mara nyingi. Tukajaribu, tunajiamini mpaka tulikuwa tunakosea, tunaangalia, tunaona mpaka baadaye tukagundua kwamba alikuwa na lesions kwenye tumbo lake, kwenye fundus alikuwa na lesions. Tukagundua kwamba ana vidonda vya tumbo na tukaweza kumwanzisha matibabu right away. Unaona kwamba ni kwenye kukosea, kujiamini pale kwenye kuthubutu ndio tukaweza kudani. Kwa hiyo mifumo ya elimu ukiangalia kwa wenzetu inawapa nafasi watu kukosea. Inawapa watu kufanya kuleta uvumbuzi mpya kwa sababu elimu inapatikana kwa kuangalia zaidi kuliko kusoma vitabu. Elimu haipatikani vitabuni kwa memorize, kufanya cramming
kama kasuku, bali inapatikana kwa kutafakari, kwa kuangalia kile kitu unavyokiona. Ukiwa unafanya kitu na mtu, usimwambie unavyofikiria wewe, mwambie muulize yeye anafikiriaje. Hiyo ndio elimu yenyewe. Elimu inatoka ndani zaidi kuliko nje. Kwa hiyo hii changamoto kubwa sana. Mifumo ya elimu kuanzia shule mpaka kwa wazazi, unakuta wanawapa wanafunzi, watoto wangali wadogo, nafasi ya kujaribu na kujiamini. Wanawapa confidence mtu kwamba kukosea sio tatizo, sio laana, sio kukosea. Lakini sisi mifumo yetu ya elimu, ushangaa profesa ama mwadhiri anajitenga kabisa na kama Mungu mtu. Anatembea kwa pozi, unajua. Profesa amevaa tai kwenye mitihani na kuogopesha, unaona. Ukienda kupresent pala na kukosoa kwanza ulivyosimama. Ataki ukikosea kidogo tu tayari umedisco au anakuandikia maxi. Huyo hafai kabisa mwanafunzi. Sasa huyu mwanafunzi ambaye unamnyima confidence kwenye maisha, atakuwa anaogopa kila wakati kitu anachokiona hawezi kufanya vizuri. Wenzetu wamepewa hiyo confidence kuanzia wadogo pale nyumbani, na mifumo yao ya elimu inawapa nafasi kuweza kujiamini na kuthubutu, kwa sababu mtu ambaye anashindwa kuthubutu mara nyingi ni yule anaogopa kukosea. Wengi umejikuta hawezi kuanzisha biashara kubwa yote au kuanzisha kampuni au biashara yote kwa sababu unaogopa, je, biashara ikifeli? Ndio maana wasomi mara nyingi mimi nasemaga wasomi na kwa maboya au maskini. Kwa sababu gani? Msomi muda wote anataka kupatia. Wakati kwenye biashara kama hivi, mimi nimeanguka mara nyingi zaidi kuliko nilivyosimama kwenye biashara. Tangu nimeanzisha kampuni ya Aje Farms, naweza kusema misukosuko ni mingi zaidi, biashara zilizofeli ni nyingi zaidi kuliko biashara nilizopatia. Kwa hiyo hilo ni somo kubwa sana kwamba tuwe na nafasi ya kukosea, tubadilishe mentality, tuanze kufikiria kwamba kukosea sio madhambi wala laana, na unapokosea sio nafasi kwamba imekutoa kwenye game, bali una nafasi ya kwenda kufanya vizuri zaidi. Hilo jambo la msingi sana, kwamba uthubutu na kujiamini. Nimeona wenzetu wana nafasi hiyo, wanafanya vizuri, makampuni yao yanafanya vizuri zaidi duniani kwa sababu wao wana tabia ya kujiamini, kuthubutu na kujiamini. Kitu kingine ambao hawa jamaa bwana, naona wanafanya kazi kwa malengo. Kitu kingine ambacho nimegundua, kwa nini hao wenzetu wenye asili ya mabara mengine, hasa watu weupe wanaitaga, wana asili ya kuweka malengo alafu na kuyafanyia malengo, au angalia matokeo ya leo. Wao uwekezaji mwingi. Hata nilipokuwa nimepata bahati kuwekeza na Ujerumani, sisi hatukupanga mipango ya siku miaka 2-3. Tulipanga retirement plan. Tulipanga kama tukifikisha miaka 60 tutakuwa na kampuni ambayo itaweza kujiendesha yenyewe, lakini pia itaweza kututunza sisi katika umri wetu wa uzeeni. Ndio kitu ambacho nimeshangaa. Kama ningekuwa nawekeza na Mbongo, tungetaka kuwa na matokeo ndani ya miaka 2, mwezi mmoja, miezi 6, yani hela faster. Sisi ngozi yetu asili ya Afrika tunataka matokeo ya leo. Na tunashindwa kujigundua kwamba matokeo au mafanikio ni mchakato, sio tukio. Hata Dangote alivyohojiwa na kituo cha CNN, Al Jazeera, aliwahi kuulizwa utajiri wake vipi, mbona vijana wengi wanatamani kuwa kama yeye. Alisema vijana wasitaki kuwa kama mimi ndani ya mwaka mmoja. Haiwezi kutokea usiku mmoja. Inahitaji imemchukua almost miaka 30 Dangote kuwa Dangote tunayemwona leo. Kwa hiyo unaweza kaona ni process. Sasa watu wengi wanadhania kwamba mafanikio ni vupa. Yani hapo ninawekeza kwenye kampuni, pale biashara inakubali, pale nimetema, pale au nimepata kazi leo, pale nimepandishwa cheo, pale naendesha gari nini, si pale nimejenga nyumba gani. Ndio Afrika unakuta hata tukiingia kwenye maofisi ya kuajiriwa tunakuwa wezi. Hata ama jamaa kitaka kufanya kazi na sisi anakuwa naogopa, kwa sababu tuna tabia ya ubinafsi na uharaka wa mafanikio. Hatufanyi kazi kwa malengo. Ndio kitu ambacho nimekiona, na makampuni ya wenzetu yameweza kwenda mbali kwa sababu wanafanya kazi kwa malengo. Na nimebahatika kufanya kazi pia na makampuni haya yanayoendeshwa na ngozi nyeupe. Majamaa katika ile kampuni tulikuwa tunawekea malengo, na malengo tu peke yake alikuwa ananisukuma mimi. Nilikuwa nashindwa kulala usiku. Nilikuwa nashangaa na bini niandike ripoti usiku mpaka usiku wa manane, nikiandika emails na kuandika ripoti mbalimbali, kijibu emails mbalimbali, kipiga simu, kwa sababu nilikuwa nafanya kazi kuna kitu kinaitwa KPI. KPI, Key Performance Indicators. Hizo yani usipozitimiza hizo kwenye mradi au umeaidiana na bosi wako, ndaweka plan, tusipotimiza pale ndo kazi. Kwa hiyo nimegundua wenzetu hawana haraka ya mafanikio, bali wanaweka mikakati, wanaweka nyenzo za kufanikisha mikakati ile, alafu wanasubiri process ichukue nafasi yake. Lakini pia ni wakati nafanya pia kazi na mradi ambao tulipata ufadhili wa Melinda Gates Foundation,
Melinda Gates, kumbuke huyu ni Bill Gates ambaye pia na mke wake. Hawa ni watu weupe hawa. Unaona, katika mradi wake of course ilikuwa na watu ambao wanausimamia ambao wengine walikuwa ni asili ya Afrika, lakini nilichokuja kugundua wenzetu walivyoleta mradi walikuwa ili wakupime mradi ulikuwa ni tulichukua miaka 4 hivyo, na tukapata ufadhili zaidi ya milioni 100 wakitupa ufadhili katika uzalishaji wa miche ya migomba. Lakini nilichokuwa naangalia, tulikuwa tuongee maneno matupu. Tulikuwa muda wote ni emails, muda wote tuliweka malengo ya mradi, na tuliandika kabisa kwamba vigezo vya kufaulu kwa mradi, key performance indicators ni nini, na siku zote tulikuwa kwenye vikao kwenye nini, tulikuwa na rejea pale pale tulichopanga, na kila wakati tulikuwa tunafuatiliwa kwa emails, kwa wakati, kwa nini, kwa kila kitu. Kwa hiyo niligundua kwamba wenzetu wanafaulu sana kwa sababu wanaweka malengo makubwa sana. Na kingine cha 4 ambacho nimegundua kwamba pengine kinafanya sisi wenye asili yetu ya Afrika tufaulu kwa sababu tuna changamoto sana kubwa ya kutunza muda, time management. Yani kutunza muda ni ugonjwa. Na hapo kitagombana na hii wenzetu ngozi nyeupe, kitagombana naye sana kwa haraka sana, onesha kwamba haujali muda. Hii ni mila yao, kama mafundisho kuanzia watoto wadogo kujali muda. Kwa hiyo wako makini sana kwenye muda, na kila mkipanga ratiba, kama ukifanya kazi mkipanga ratiba, kesho kikao ni saa 5 au saa 6 usiku au saa 4 asubuhi, basi ni pale pale on the dot inabidi kikao kiendeshwe. Lakini si bahati mbaya sana, kwa sababu kama una nidhamu ya muda, ina maana huna nidhamu ya kukutana na wateja, una nidhamu ya kufanya delivery. Kafana umeahidi kupeleka bidhaa labda miche au mifugo mahali fulani, unafanya kampuni labda ya una mambo kilimo kama sisi hapa, kuna wakati ambao tunapata order kutoka kwenye mikoa mbalimbali, sasa nakatusafirisha ile bidhaa. Lakini kama mtu unamwambia wiki hii, unamwambia labda wiki ijayo, sasa wateja of course inafika hatua au huwezi keep promise au tunzi muda. Na wenzetu tunasema muda ni mali, time is money. Lakini kwa Afrika tuna tabia kusema kwamba there is no hurry in Africa. There is no hurry in Africa, kwamba hakuna haraka Afrika. Kwa kila kitu okay, nitakuona kesho, basi kesho, na kesho inaweza kifika mtu asema hivi tulisema tutaonana lini. Kwa hiyo kikao, ndio maana hatuwezi kufaulu kwa sababu ya swala la muda. Umeona, kila kitu ni muda. Na unapokuwa unafanya kazi, unaajiriwa pale, unafanya kazi hata kama unalipo kwa mwezi, lakini pale unalipo kwa muda wako. Muda ni bidhaa katika ulimwengu wa biashara. Kwenye kuajiri, yani unapoajiriwa ina maana umeuza muda. Unaona, mwajiri wako anapokuajiri wewe amenunua muda wako. Unavyojiajiri wewe unatumia muda wako. Sasa changamoto iko pale ambapo uwezi kutunza muda vizuri. Wewe mwenyewe kwenye maisha yako mwenyewe. Mimi nimegombana na watu wengi sana, tukiaidiana kitu kufanya, hatokei, hafanyi. Nimemsisitiza andika kwenye diary, haandiki. Umeona, muda unafika hajafanya. Kwa hiyo hatunaga ile haraka na muda, na hiyo ndio changamoto kubwa sana ambayo inatukuta. Kwa hiyo unakuta mtu anakwenda kwenye kijiwe asubuhi mpaka jioni napiga story tu azieleweki. Nilikuwa na siku moja nilikuwa nafuatilia watu, nilikuwa Kariakoo. Nilikuwa namwambia mwezi jana tu, nilikuwa namwambia mke wangu, tunakaa orofa kama ya 3 ya 4 hivi juu, na kuna watu wanakaa chini pale, kwa hiyo tunaweza kuamka asubuhi tukawa tunawaona. Of course sisi tulikuwa tunatumia muda tu, lakini nilikuwa nafanya tafiti anyways. Sasa namwambia mke wangu, angalia watu asubuhi hao kwenye kijiwe walikuwa nakaa asubuhi wanaanza kupiga bao nini. Nikamwambia ukija kuwafuatilia pale, nilitamani sana niende paka pale nianze kusikia mastori yao. Ni yale tu, Simba na Yanga kitu gani nini, unajua nini, unajua jamaa yule ameoa siku hizi bwana nini, yani hali ya jirani siku hizi nimemuona amekuja jana, yani tunajadili vitu, muda unazidi kupita. Na mwisho siku masaa 24 yamepita, huyu mwingine ambaye anajali muda atakuwa ameingiza pesa, ameingiza mawazo, ameingiza maarifa. Wewe ndani masaa 24 yale ambayo Mungu ametupa wote sawa. Wewe ndani masaa 24 umeingiza takataka kichwani. Umeingiza matukio, nani ameoa, nani ameachika, Simba amefungwa, Yanga imekuaje. Unaona, umejadili matukio, umeona, zaidi kuliko kitu ambacho kinakuingizia pesa. Kwa hiyo wenzetu wanatumia muda kwa makini sana. Na wako nafanya kazi na to-do list, wako na ratiba. Nimefanya nao kwa karibu, naelewa na najua kwamba nikisema wanafuata muda, wenzetu ndio mafanikio makubwa sana walionayo. Kwa hiyo hivi vitu 4 vinafanya wawe tofauti. Cha kwanza udadisi ama utafiti, cha pili kujiamini na uthubutu, cha 3 ni hii wanaweka malengo. Ni jamaa wanaweka targets, malengo hata ichukue miaka 100 kama ametarajia kufanya kitu atafanya. Lakini pia jambo lingine wanafuata muda. Wana nidhamu ya muda kuliko kawaida. Yani wanafanya kila kitu kwa wakati.
Ndio maana unashangaa hata makampuni makubwa akija, sisi tutakuja hapa ni makampuni makubwa wanafanya vizuri sana kwa sababu kila kitu chao wanakifanya kwa wakati na kinawekewa kinafuata hizo principle 4. Kila kitu wanachokifanya kwa umakini sana. Wamethubutu, wanajiamini. Unaona? Wanajali muda, wanaweka malengo. Makampuni yetu kwa bahati mbaya hata tukianzisha leo, baada ya muda yamekwisha. Biashara umeanzisha leo, biashara ya genge pale, ipe muda mfupi imekwisha. Kampuni haiwezi kutembea, au biashara haiwezi, kama ni duka lile lile ameanza nalo baba Mangi. Sasa mpaka anafariki, akimweka mtoto wake, kwa sababu tunaangalia matokeo ya karibu. Kimweka mtoto wako tu kakuibia. Mke anamuibia mume anamuibia mke, kwa sababu tunataka matokeo ya karibu. Wenzetu wana malengo ya muda mrefu. Mtoto akiingia kwenye biashara ya baba kaishaiba, kashadokoa. Mtu ameajiriwa ofisini leo kachukua pesa yote. Umeona, kutaka kujitajirisha. Kwa hiyo haya ndio yanatufanya sisi watu biashara zetu za asili Afrika zisiweze kwenda mbali. Na rafiki yangu aliwahi kuniuliza swali hili kwamba mbona biashara zetu sisi tunazozianzisha mbona haziendi mbali? Mbona hazikui kimataifa kwa makampuni makubwa? Kwa mfano kampuni ya Tanzania yenye asili ya Tanzania, yenye asili ya mtu ambaye ni Mwafrika kama anavyofanya Dangote, kwamba Dangote Group inasambaa maeneo mbalimbali. Sasa biashara ambayo ina asili ya mtu ambaye ni Mwafrika ikaenda kufanya kazi Marekani kwa mfano, ikaenda kufanya kazi kwa mfano Ulaya kwa mfano, au ikaenda kufanya kazi Uchina kwa mfano, Korea, ikaenda kufanya kazi Arabuni, badala yake ni kinyume chake. Unashangaa makampuni ya huko Arabuni, Uchina, Korea, Marekani, unaona, Ulaya ndio yanakuja hapa Bongo, ndio anawekeza na anapiga pesa nyingi sana, kwa sababu wamekuja wanagundua kwamba sisi ni watu wa kutaka kupokea ya leo na hatuna uthubutu, hatujiamini, hatuna uthubutu na hatujiamini, wala hatuweki malengo, wala hatujali muda, wala hatuna umakini wa kwenda kufanya kile kitu tunachokifanya. Kwa hiyo hatuwezi kufanikiwa kwa sababu hizo ndo tabia za wenzetu. Kwa hiyo mafanikio hayapo kwenye rangi kama watu wanavyofikiria, bali mafanikio yapo kwenye tabia zaidi. Na mafanikio hayapo kwenye dini au kabila, bali yapo kwenye tabia. Na umaskini hauishi mfukoni, bali unaishi kichwani. Are you ready to change? Upo tayari kubadilika? Endelea kufuatilia vipindi hivi kutoka Chuo Kikuu cha Mtaani, kitivo cha Misukosuko, ambapo unafundisha masuala mbalimbali ambayo hukuweza kujifunza katika mfumo rasmi wa elimu. Ninafundisha elimu ambayo haikuweza kufundishwa katika mifumo madarasa. Ninafundisha elimu ya mtaani kupitia Chuo Kikuu cha Mtaani, kitivo cha Misukosuko. Lakini pia nipata bahati ya kuandika kitabu kwa takriban miaka 10 kuanzia mwaka 2016. Nimefanya tafiti za kutosha kuhusiana na ajira, elimu na kadhalika, na mambo ya ujasiri wa mali. Nimeandika kitabu cha ushuhuda wangu ambacho sasa kipo tayari kuanzia mwaka jana, na unaweza kutumia kitabu hiki kwa njia WhatsApp. Kitabu hiki ni shilingi 15,000. Lakini pia na mafunzo naendesha kupitia group ya WhatsApp. Haya ni mafunzo ya Chuo Kikuu cha Mtaani, kitivo cha Misukosuko, ambapo nafundisha mambo mbalimbali kuhusiana na ujasiri wa mali, na kualika ujiunge nami katika mafunzo haya. Na unaweza kuwasiliana nami moja kwa moja ili kupata kitabu au kujiunga kwenye mafunzo kwa kupitia WhatsApp namba 0743 812 853. Tukutane wakati ujao. Hakikisha unaweza kusubscribe, like na kushare video hii ili uweze kupata mwendelezo wa vipindi hivi kila wakati ninapokuwa napakia vipindi hivi katika mitandao ya kijamii. Bye.